wanaume wengi hawaishi muda mrefu. Unamwona mzee Kawawa, mke wake yupo, yeye kwa heri. Unamwona Nyerere, mke wake yupo, yeye kwa heri. Unamwona Sokoine, mke wake yupo, yeye kwa heri. Unamwona Mandela, mke wake yupo, yeye kwa heri. Unamwona Jomo Kenyatta, mke wake yupo, yeye kwa heri. Wote unawaona tu, waume hawachelewi kurudisha namba. Of course ziko sababu, nitaongea siku moja kwa nini wanaume hufa mapema. Lakini mojawapo ya wanaume ni hustlers. Wanakuwa mwanaume unapambana maisha yani. Umedesigniwa ku protect familia yako. Kwamba mimi mke wangu hawezi kuvaa masempere, alafu mimi nina suti. Kitu hicho hakitatokea. Mimi mke wangu hawezi kukosa mafuta, alafu mimi nimejipaka mafuta. Unakuta janaume limetoroka, limekuja kutokea kanisani, lina perfume linanukia vizuri. I mean the splendor of a man is protecting your wife. Na ndio maana lazima uoe mtu unayempenda. Yaani ukimwona unajivuna kwa mimi bwana mke wangu lazima nimlinde. Kama kuna dhambi ninaweza kufanya ni kumuona mtu anamkoa mke wangu au anampiga mke wangu. Taweka microphone pip chini, takukata kichwa, lakini nyama imefanya kazi yake. And that is what a man should be. Wanaume wote ndio watakiwa kuwa hivyo. Na kwa sababu hiyo wanaingia kwenye hatari mbalimbali, hatari za ujenzi, hatari nyingi, wanaishi muda mfupi. Wanaishi muda mfupi. Lakini Mungu anasema ukimtumikia yeye, hautakuwa tasa. Narudia tena, hautakuwa tasa. Ninaamuru kuanzia leo Mungu akupe wazo la kuingiza hela hata ukiwa kanisani. Hata ukiwa kazini unafanya kazi. Something should happen in your life. Umeajiriwa sawa. Uko Vodacom sawa, uko serikalini sawa, uko wizarani sawa, uko mahakamani sawa, uko bungeni sawa. Unapokuwa uko bungeni, Mungu akupe kitu unapokuwa unafanya kazi, kiwe nacho kinaingiza pesa kwa wakati wake, ili hatimaye uwe tajiri. Ndio mpango wa Mungu. Pigie Bwana makofi katika jina la Yesu.